Viongozi wa kanisa kutoka eneo la Mai walikuwa wamewasili tano na wakatumia jioni kujitambulisha wao kwa wao, kushirikishana hadithi na kujadili yale waliokuwa wamejifunza kuhusu kutafsiri Biblia katika lugha yao wenyewe. Asubuhi iliyofuata, Wamai walifungua Biblia ya lugha ya biashara na wakawashirikisha swali ambalo Yesu aliuliza katika Injili ya Luka. Ni nani kati yenu anayetaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama? Watano walisikiza kwa makini, lakini walikuwa na ugumu kuelewa maneno kama mnara na kuhesabu, kwa kuwa haya hayakuwa mambo walioyazungumza katika lugha yao. Hata hivyo, baada ya kujadili maana, walianza kuelewa. Mafundisho haya ni ya hekima. Ni kama tunapojenga nyumba na tunafikiria mambo mengi yanayohitajika ili kukamilisha kazi. Ndiyo, na itakuwa busara kutumia hekima hii katika tafsiri ya Biblia. Ni kazi kubwa ambayo itahitaji muda mwingi na jitihada. Ni lazima tupange kwa makini. Tuanze na swali muhimu. Nani? Ndiyo, nani atafanya kazi ya kutafsiri? Tulidhani hili lilikuwa jukumu letu kama viongozi wa kanisa. Ni vizuri kwamba mnawajibika, lakini kazi itakuwa imara zaidi ikiwa mtahusisha jamii. Timu yenye ujuzi tofauti itaimarisha tafsiri. Fikirieni kuhusu nani anaijua vizuri lugha ya biashara? Nani anazungumza lugha yenu vizuri zaidi? Nani ni wasimulizi bora wa hadithi? Nani ni wazee wenu wanaoheshimiwa? Nani anaweza kuwakilisha rika na ujuzi mbalimbali? Timu kama hii itasaidia kuhakikisha kwamba tafsiri ni ya kuaminika, rahisi kuelewa, inafaa kwa utamaduni wenu na katika mtindo unaoeleweka vizuri kwa watu wenu. Wamai walizungumza zaidi kuhusu mchakato wao wenyewe. Walijenga timu ya tafsiri iliyolenga kuunda rasimu ya kwanza ya kuaminika ambayo ilibeba kwa uaminifu maana kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Kisha rasimu hii walishirikishwa kanisa na jamii kwa ujumla ili kuangalia kama tafsiri ilionekana kuwa inaeleweka, inafaa na ya ubora ambao ulisikika vizuri kwa watu wa Mai. Pia viongozi wa kanisa walitoa maoni kuhusu tafsiri na waliisaidia timu kufanya mabadiliko ili kuboresha tafsiri. Viongozi watano walifikiria juu ya hili na wakaanza kufikiria watu ambao wangeweza kujiunga na timu yao. Walitania, inaonekana kama mnataka jamii nzima ya tano kusaidia kufanya tafsiri hii. Ndiyo, hilo ndilo hasa tunalotarajia. Kuhusisha jamii kutaboresha tafsiri na pia kuimarisha kanisa. Kama mna watu fulani mnawawazia, twendeni tukazungumze nao leo. Kufikia mwisho wa siku, wengi kutoka katika jamii walikuwa wamejiunga na mradi. Walijisikia kuheshimiwa na kufurahi kusaidia. Jioni hiyo wote walishiriki chakula na wakamshukuru Mungu kwa kuichochea mioyo kwa haraka sana. Viongozi wa Mai walivutiwa kwa kuwa mchakato wao wenyewe wa kujenga timu ulikuwa umechukua muda mrefu zaidi. Asubuhi iliyofuata, Wamai walikutana na timu mpya ya tafsiri ya watano. Walisimulia hadithi za changamoto nyingi walizokutana nazo walipokuwa wakitafsiri Biblia katika lugha yao wenyewe. Pia waliwashirikisha jinsi ambavyo kustahimili changamoto hizo na kusonga mbele na kazi kulivyoimarisha imani ya kanisa. Maarifa haya yaliwasaidia kuwaandaa watano kwa kazi iliyo mbele. Walichukua muda kuombeana wao kwa wao na kazi iliyo mbele yao. Kisha mmoja wa Wamai aliuliza swali, mnatafsiri kwa ajili ya nani? Bila shaka kwa ajili ya watu watano. Ndiyo, lakini fikirini kwa makini zaidi.
Mahitaji yao ni yapi? Tuambieni kuhusu vijana, wazee na kila mtu aliye katika ya marika haya. Wanajua kusoma? Je, wanatumia lugha ya alama? Je, wangependelea matini yaliyoandikwa au rekodi za sauti? Labda vyote viwili. Mtafanyaje kuieneza tafsiri itakapokuwa tayari? Kujibu maswali kama haya kutawasaidia kuona kwa uwazi jinsi ya kufanya maamuzi mazuri ya tafsiri kwa ajili ya watu wenu. Pia mnahitaji kuzingatia ni zana gani mtakazotumia kufanya tafsiri. Ni nini ambacho tayari mnacho? Tuna baadhi ya vitu vya msingi kama karatasi na penseli, na baadhi yao hapa wana vifaa vya simu. Hilo ni jambo zuri. Tayari mna baadhi ya zana nzuri ambazo zitawasaidia kupata rasilimali muhimu kwa ajili ya tafsiri. Tumebarikiwa na msaada wa ndugu na dada kote duniani ambao wametusaidia kujifunza, kukua. Pia wanaweza kuwasaidia rasilimali na mafunzo. Kwa sasa tutafanya kazi kwa kutumia kile mlicho nacho. Siku hiyo Wamai walitumia muda kuwaonyesha watano jinsi ya kupata rasilimali za tafsiri kwa kutumia vifaa vya simu walivyokuwa navyo tayari. Baada ya siku 2, watano walitafakari. Tunashukuru sana kwa muda ambao tumetumia pamoja. Tumejifunza mengi na tunatazamia kile kinachofuata. Katika kutafsiri aya moja tu kwa kutumia kile kilichosemwa na kuishirikisha jamii, watano walianza kuelewa ukubwa wa kazi ya kutafsiri Biblia katika lugha yao wenyewe. Thamani ya kupanga kwa makini na umuhimu wa kuihusisha jamii katika mchakato. Kufanya kazi kwa njia hii kuliimarisha tafsiri ya kitano na imani ya watano.